Rais wa Marekani Donald Trump ametoa taarifa kali akikanusha masharti yaliyoripotiwa na Iran kuhusu makubaliano yanayodaiwa kufikiwa kati ya pande hizo mbili, huku pia akilaani shambulio la hivi karibuni la ndege zisizo na rubani drones katika mlango bahari wa Hormuz. Kupitia ujumbe uliochapisha kwenye mitandao ya kijamii, Trump alisema kuwa masharti yaliyovujishwa na Iran kwa vyombo vya habari hayana uhusiano wowote na yale ambayo yalikubaliwa rasmi katika maandishi. Aidha, alieleza madai ya Iran kwamba makubaliano yalikuwa tayari yamefikiwa kuwa ni dhaifu na ya kusikitisha, akiweka mkazo kwa taarifa hizo hazina uhusiano wowote na ukweli. Ni watu wasio na heshima katika mazungumzo, kwao hakuna kitu kinachoitwa kufanya mazungumzo kwa nia njema. Inashangaza sana, Trump aliandika. Rais huyo pia alizungumzia ongezeko la mvutano wa kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi, akisema kuwa shambulio la ndege isiyo na rubani lililolenga meli za India zilizokuwa zikiondoka katika mlango wa bahari Hormuz usiku uliopita, lakini likazuiwa, halikubaliki kabisa. Akihitimisha kauli yake, Trump alitoa onyo kali kwa Iran akisema ni bora wajirekebishe na kwa haraka sana. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya sheria na kimataifa, Kazim Garibabadi, amekataa taarifa pamoja iliyotolewa na nchi kadhaa za Magharibi dhidi ya Iran, akiitaja kuwa mkusanyiko wa madai yasiyo ya msingi yenye malengo ya kisiasa na yasiyokubalika. Akizungumza siku ya Ijumaa, Garibabadi alikosoa taarifa hiyo iliyotolewa na Marekani pamoja na mataifa ya Ulaya ikiwemo Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Austria pamoja na Australia na New Zealand. Alisema tuhuma zilizotolewa dhidi ya taasisi za Iran hazina ushahidi wa kuaminika wala msingi wa kisheria. Taarifa hiyo ya nchi za Magharibi ilizituhumu taasisi kadhaa za Iran zikiwemo shirika la ujasusi la Islamic Revolutionary Corps IRGC, Quds Force pamoja na wizara ya ujasusi ya Iran kwa madai ya kuhusika katika shughuli na njama zinazodaiwa kufanyika barani Ulaya, Amerika Kaskazini pamoja na Australia. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa X, Garibabadi alisema kuwa nchi ambazo zina historia ya kuunga mkono uingiliaji wa kijeshi katika mataifa mengine, kukiuka mamlaka ya nchi huru, kutoa hifadhi kwa makundi yanayohusisha na ugaidi na kuipa msaada Israeli hazina mamlaka ya kimaadili wala kisheria ya kuituhumu Iran. Aliongeza kuwa kuhusiana na taasisi rasmi za Iran na madai hayo bila kuwasilisha ushahidi madhubuti hakumaanisha utekelezaji wa sheria za kimataifa wala mapambano dhidi ya vitisho vya kimataifa, na badala yake alisema hatua hiyo ni operesheni ya kisiasa inayolenga kugeuza mjadala wa umma kutoka kwenye masuala ya uvamizi, ukaliaji wa maeneo kwa nguvu, mauaji ya kulengwa na ukiukaji mwingine wa sheria za kimataifa ambazo kwa mjibu wake baadhi ya mataifa hayo yamehusika moja kwa moja au kwa njia ya kuunga mkono. Garibabadi aliweka mkazo kwa Iran inapinga jaribio lolote la mauaji, utekaji nyara, vitisho au mashambulizi dhidi ya watu binafsi nje ya mfumo wa sheria za kimataifa. Na hata hivyo, alisema Tehran inaona taarifa hizo za pamoja kama njia ya kuongeza shinikizo la kisiasa dhidi ya Iran, wafanya raia wa Iran wanaoishi nje ya nchi waonekane kama ni tishio la kiusalama na kuhalalisha hatua za uhasama dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Uhuru wa Iran, mamlaka yake ya kitaifa pamoja na usalama wake wa taifa sio mambo yanayoweza kutumiwa kwa malengo ya kisiasa au kampeni za vyombo vya habari, alisema Garibabadi. Alionya kuwa hatua yoyote ya uhasama, tuhuma zisizo na ushahidi au ushiriki katika kampeni za shinikizo dhidi ya Iran utakabiliwa na majibu madhubuti ya kisheria na kisiasa kutoka Tehran, sambamba na hatua za kulipiza zinazofaa kwa mujibu wa sera za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.